Sehemu ya 29 anazidi kusonga mbele kama kaida, tusonge mbele. Ego 0742140135. Huko nami DJ Hero mitamboni tena zaidi kusonga mbele katika sehemu ya 29, picha nzuri bomba tena safi. Yepo anaita Rui katika sehemu ya 29. Part tulipoishia ndipo tunapokwenda kuanzia katika picha nyingine tena. Bila kusahau tuko na mzamini wetu mkubwa kabisa kutoka pande za kule Mbweni Kiembeni. Huyo anamuita Mpemba Hardware kutoka pande za kule Mbweni Kiembeni. Anafanya kazi kubwa kabisa ya kuuza vifaa vya ujenzi aina zote kule. Ajipatia simenti, matofali, nondo, gypsum board na vingine vingi kule kwake. Pale kwa shughuli nzima za huduma ya ujenzi wa nyumba yako. Pia yuko na mafundi connection nzima, mafundi wote kujenga nyumba yako. Mpate pale Mpemba Hardware. Mcheki Mpemba Hardware kwa namba ya simu ikiwa ni 0710 unampata Mpemba Hardware 0710 unampata Mpemba Hardware. Basi Rui alianzisha harakati za kuweza kuwakomboa baadhi ya wauaji wa kike ambao wanaforsiwa kuwa wauaji katika ngome ya ufalme wa Hani. Basi Rui aliomba na watu wengi sana wadogo zao wako kule wakawatoe. Huyu akamwomba, kawanitoe mdogo wangu. Mdogo wangu yupo kule tangu mdogo. Rui akaanza harakati za kuwakomboa baadhi ya wauaji ambao walikuwa wamefichwa mle ndani. Wengine walikuwa wanalazimishwa kufanya mauaji. Baadhi yao walikuwa kuna ndoto, ila njia kutoka katika kundi la wauaji ilikuwa ni kazi ngumu. Basi Rui alishirikiana na Jini Mania kuweza kuwakomboa baadhi ya wauaji wadogo wadogo ambao wanaforsiwa kuwa wauaji, akati na malengo yao mengi sana. Basi walipanga njama na Jini Mania kuweza kuokoa wengi zaidi ambao wanahitaji kuwa huru tena. Binti akaanza harakati pale pale za kuwatoa wauaji ambao walikwama ama wanafanya kazi kwa kuforsiwa katika jumba la kifalme. Alichukua baadhi ya listi akachoma. Listi yangu Rensi na miaka 8 katika jumba la Tian Pass. Kuna Unipay kutoka mji wa Fiu. Hiyo nini? Hii ni listi ya wauaji ambao wanaforsiwa kuweza kuwa wauaji ambao wameshikiliwa kule. Mimi pia nilikuwa miongoni mwao. Binti akachoma listi ambayo ilikuwa na jina lake pale. Kwa kuchoma listi za majina yao inawafanya na kuwa huru, maana hatajulikana wako wapi. Basi tuingia katika mtaa mmoja leo. Leo katika mtaa Kamanda Tongo alikuwa anapita katika ile eneo. Binti akamwona Kamanda Tongo yuko hapa. Kumbuka binti kashaanza kumpenda, ni mume wake mtarajiwa. Binti kashaanza kumpenda. Binti akaona mfuate, si mume wake mtarajiwa. Binti akamfuata paka huko. Kumbe Kamanda Tongo alisikia mwalimu wake anamtafuta. Mwalimu, usinishike. Nipokee ujumbe kwa umekuja katika ile eneo mwalimu. Niko nje kukufuata master. Nimekuja hapa leo, nataka unisaidie kitu kidogo. Nimesikia ardhi ni yako kwa sababu umeshaijumua. Anasema hii ardhi ni yangu. Nilinunua hii sehemu kwa sababu ya kumbukumbu zangu mimi na wewe katika hii sehemu. Nikusaidie nini master? Nataka utusaidie kutafuta njia ambao tukishamtorosha mfalme tujue njia kupita. Maana wewe pekee uko upande wetu, tuchagulie njia ambayo tutapita kwa haraka baada ya kumwokoa mfalme. Hamna shida. Asa binti naye amemfuata mpenzi wake huku, mume wake mtarajiwa. Anasema sogea, huyu ni mume mtarajiwa, mke mtarajiwa bosi. Bosi kasema hayupo hapa bosi kwanza. Nimeona akiingia hapa sasa hivi bosi hayupo kwa vipi? Nimekuja kumfuata mume wangu mtarajiwa, kuna shida? Alishaniruhusu nje muda naotaka hapa. Kwa hiyo nakuja muda naotaka, nimeruhusiwa kuingia hapa. Ndio kama ni mke mtarajiwa, sogea na pite. Walinzi wakawa wanazuia sababu Rui yuko ndani. Samahani mama, naruhusiwa ingie. Binti akalazimisha. Bale! Binti akaforce kuingia na Rui yupo mle ndani. Rui yupo ndani, binti akaforce kuingia. Kumbe Rui anaongea na binti. Asa mna shida. Ramani inatosha. Nitachukua ramani kwa ajili ya kuwapa utafuta njia utakayotorokea baada ya kumwokoa mfalme wao. Hamna shida master. Ninaondoka. Master subiri master.
safari hii ukishaondoka utaenda kuwa na Ningzo. Haikuhusu kama nitakuwa na Ningzo au sikuwa. Master kamshika kiunoni Master. Hasa kumbuka ana hisia za kimapenzi kwa Mastaki. Master nakuomba baki tafadhali. Kwa mara hii ya mwisho tu. Ulinitelekeza mara ya kwanza. Na sasa hivi umerudi. Master usiniache tena. Nishakuwa mtu mzima. Naomba usubiri kidogo tu. Nitakuwa waziri. Ukishakuwa waziri, nitakupatia maisha mazuri Master. Utapata kila kitu duniani. Na kuamini kwamba utakuwa waziri. Je, umesema ni kweli kwamba utanipa kila kitu? Lakini nafikiri ukinipa kila kitu, je, mimi nitavipenda au sitovipenda? Kama tu ni vitu vizuri duniani, uenda nisivipende. Je, utaweza kunipa nitakavyovipenda? Lakini uko tayari kupenda vitu atakavyokupa Ningzo, si ndio? Ndio. Akinipa Ningzo nitapokea, kwa sababu Ningzo ndio ninayempenda. Nampenda Ningzo peke yake. Na ni sawasawa kwako wewe. Kama ukikutana na mtu unayempenda duniani, mpe mapenzi yako yote, na utafahamu je, mapenzi yakoje katika dunia. Ishi maisha yako ya ndoto yako. Lakini Master, wewe ndoto yangu ni wewe. Ndoto yangu ni wewe Master. Bila wewe mimi sina faida yote ya kuishi. Nini maana juhudi zangu bila wewe? Nakupenda tu wewe Master. Mimi sina mtu mwingine napenda. Binti akaona huyo ameshaingia kabisa. Unachokipenda kwangu mimi ni Rensin. Mimi sio Rensin tena. Rensin alikuwa mtu ambaye kauzo, alikuwa muuaji hatari. Mimi sio huyo tena. Mimi sasa hivi ni Rerui. Jawana mtaka Master. Master anamwelewesha akumbuke tu. Kama ukilia tena kama hivi, mimi nitakuua. Nakumbuka kiwa mdogo Master yake akamwambia hivyo, ukilia kama hivi nitakuua. Kwa usilielie kama hivi. Ni kweli walikuwa wadogo wote paka wanakuwa, lakini Master ni Master tu. Anamtaka Master wake kwa hali na uvumba awe pamoja naye. Lakini Master anaona haliwezekani hilo. Naomba uniue Master. Niue tu. Niue nikaishi. Kwa sababu nikiishi bila wewe katika hii dunia, bila kukupata wewe, ni kama mateso kwangu. Acha kuwa mpumbavu. Unakwenda kufunga ndoa na Jin Ming. Tunampenda Jin Ming wewe. Jin Ming ni mtu na familia kubwa kwa wakurugenzi. Mimi simtaki yeye. Nakutaka wewe Master. Binti akaona anamkumbatia mtu pale. Sasa binti hajui ni nani, hajui ni nani. Umaliza kulia. Maliza kulia niondoke zangu. Nishalia vya kutosha Master. Nishafikiria pia Master. Ni sawa kama unipendi mimi sawa. Lakini nitasubiri Master. Nitakusubiri mpaka siku utakaohitaji kuja kuwa na mimi, nitakusubiri wewe. Mimi niko tayari kusubiri tu. Wakati ambao utakuwa uko tayari, ukimchoka Ningzo njoo kwa ajili yangu. Siku utakao mchoka Ningzo njoo kwa ajili yangu, mimi nakusubiri. Kwa mara hii tu mimi niko tayari kukusubiri Master. Jamaa mpenda Master yake mapenzi ile nyingine nje. Mimi nashangaa mwanamke nani anamkaribia bwana yangu mtarajiwa. Master aliishia hakumjibu kitu. Aliamua kuchukua farasi akaondoka zake. Binti akaona usintanie. Bwana yangu mtarajiwa aweze kuchukuliwa kirahisi. Binti akaamua kuunga na huyu mwanamke. Ni nani huyu? Hata maskini binti hajui ni nani. Huyu ni Rui. Binti hajui. Binti akahisi ni mchepuko fulani anamfuatilia mume wake. Kama Rui akamstukia chap. Rui kama namna hii. Binti akamrukia akamkwida. Wewe nani nifuatafuata? Wewe ni nani? Binti akadanganya. Mimi ni mfanyakazi wa Prince Jimmy. Pande, binti aligeuza farasi faster, akamrudisha kwenye ngome ya Commander Tong. Rui yuko makini kweli. Alimrudisha kwenye kambi ya Commander Tong. Sasa Rui amjuage huyu ni nani?
alimleta hapa chap, akamrusha kule. Binti amenifuatafuata sana, ameniona nikiwa hapa. Inaonekana kama alikuwa ananifuatilia sana kila anapokwenda. Shughulikia mambo yako mwenyewe, mimi naishia. Binti akarukia farasi wake, akaondoka naye, akamkabidhi mikononi kwa Komando Tong amshughulikie. Sasa binti akana swali la kuuliza, wewe nani? Unafanya nini hapa? Haikuhusu nani wewe, haikuhusu wewe. Mimi ni mpenzi wako wewe. Hainihusu kivipi? Kufikia lengo kubwa, nataka nipate watu wenye kunisupport. Kwa hiyo ni miongoni mwa supporter wangu wakubwa ni huyu. Na katika ukoo wa Shandong. Acha uongo wewe. Mwanamke wa Shandong avaagi hivi, au mtaalamu wa ngumi kama huyu. Huyu anaonekana na ujuzi wa juu sana. Atakuwa ni muuaji nini? Ni muuaji, sio muuaji, kaa kimya. Kama unataka kukutwa kitu kibaya, ukae kimya kama hujaona kitu. Usije kumtaja mtu yote kuhusu ulichokiona hapa leo. Namsubiri. Nataka kunipuuzia kila kitu. Nataka nijue mahusiano yako ni yapi na mwanamke. Mahusiano yako ni yapi na mwanamke? Okay, sawa. Nitakwambia. Nampenda mwanamke kuliko unavyojipenda mwenyewe. Nampenda yeye kuliko vitu vyote. Niko tayari kufa kwa ajili yake pia. Umeridhika sasa? Kama unampenda yeye, umekuwa mzuri kwangu ile siku. Nilikwambia sana tu. Mimi niko tayari kuendana na wewe kivote vile. Tushirikiane vizuri. Ni uzuri kama tukiwa tunapendana na kushirikiana kwa umbali kama hivyo. Na kuheshimiana tu, tuheshimiane na kushirikiana tu basi. Kama ukimpenda mwanaume mwingine, mimi wala sitaumia. Wewe mpende mwanaume unayemtaka wewe. Mimi sina shida na wewe. Yakaambia wewe ukipata mtu wewe niambie tu. Mimi sina shida na wewe kabisa. Maana yake hajai kuwa na hisia ya mapenzi kwa binti. Na binti alishaanza kumpenda ise. Binti alishaanza kumpenda ise. Pole pole. Binti alianza kuweka upendo kwa mwanaume. Baada ya kuona huenda akabadilika kwa ajili yake. Lakini binti anaambulia matokeo mapya ambayo hajategemea. Wema wote mtu huyu aliyomtendea. Binti alihisi tayari atakwenda kuwa mume mzuri baadaye. Lakini kumbe mtu huyu hajai kumfikiria kama mpenzi kwa hata siku moja. Binti aliumia sana na alianza kubadilika na kumpenda kwa dhati. Aliumia sana. Kwa kumbe ndo nilielewa vibaya. Mimi nilifikiri umeanza kunipenda. Kumbe limaanisha kusema tuheshimiane na kushirikiana kama watu wa kawaida. Binti aliumia, mzee chozi moja lilimshuka la uchungu. Binti akaona hamna shida. Binti akaondoka kwa hasira sana. Alijua mtu huyu hawezi mpenda tena. Huenda mtu huyu hana hisia hata moja ya kumpenda. Binti alitoka kwa uchungu sana. Aliondoka pale. Binti alitafuta baa moja safi. Akaamua kwenda kutulia. Kuna baa iko hapa. Binti akaamua kwenda kutulia. Aliingia kwa hii baa. Binti ni kama alitoka kutoa mawazo kwa kunywa pombe leo. Aliingia kwa hii baa hapa. Wakati huo upande wa pili, Sishang katuma kuchunguza ulinzi wa hili tempo. Hasa kumbuka mfalme kafungwa kwa tempo juu sana. Hasa akaja kuchunguza hili eneo. Aone kama anaweza kujua mbinu za walinzi walioko hapa. Aje kuhesabu wako wangapi. Alikuja katika hili eneo. Hasa muda aliofika ni wakati tempo linafungwa. Hasa kana jibana bana aweze kuingia. Amri ya mfalme, funga tempo, watu haruhusi kuingia tena. Ilikuwa muda ambao tempo linafungwa. Haruhusi mtu kuingia kwa tempo tena. Toka. Sasa wakaona kuja ndani pole pole. Jamaa akasubiri hapo wewe. Unaenda wapi wewe? Walinzi wakamuona. Akajifanya mwishowe ni mgeni katika ile eneo. Nataka niangalie ile tempo liko vipi. Shida yangu ni kuangalia tempo tu basi. Kuangalia tempo. Amcheki. Msachini huyo, nasikana muuni huyo. Sasa kumbuka na silaha zake ziko hapo.
akana zificha silaha zisionekane. Akigusa huku anazamisha upande wa chini kwa zile silaha zionekane. Yule jamaa akamshtukia, huyo jamaa kana mashaka naye sana. Panauma. Naonekana hana silaha yote huyo. Temple limefungwa, ondoka. Temple limefungwa. Nitakuja wakati mwingine mheshimiwa. Kwaherini. Kibani kwamba temple ni nzuri sana. Akaangusha silaha. Oho! Kamatani. Walijua ni muuaji muuni huyu. Wakaamua kuiva naye mzee. Kamata! Asishanga alitoka mbio mzee. Piga sana. Alikwepa. Kamata kapita. Kamata! Aliingia kwa baa moja, akaingia kwenye chumba cha baa. Sasa kumbuka hapa ni lodge. Aliingia akajificha, akabadilisha nguo chap, akaingia kwa chumba cha lodge bila kujua kina mtu ndani. Sasa kumbuka hapa ni lodge na ni baa pia. Akaingia kwenye chumba hichi, akaamua azuge kama vile sio yeye. Kumbe binti alikuwa pale, binti Jimmy alikuwa hapo. Hey! Wewe nani? Sachi! Binti anasikia Sachi huyo. Yaani, naomba nisaidie usongee, kaa kimya. Akamshika binti akamziba mdomo. Akamwambia subiri, niangalie. Binti kumuona jinsi alivyokuwa handsome boy, mzee binti akavutiwa. Akamwambia naomba nisaidie, natafutwa. Binti kwa jinsi alivyomwangalia, aliona kama malaika kashushwa mbele yake, mtoto kijana handsome kweli kweli. Akamwambia niokoe. Akajificha. Aliingia kabatini akajifungia ndani ya kabati. Alafu anasikilizia. Binti kama ameona kumpenda tu, unajua tena. Binti akaamua kumsaidia. Baada ya kuona ni mtu mzuri tu, binti akaamua kumtetea. Nikaa binti kampenda vile. Binti anakaa alivutiwa naye pale. Alichokifanya akaamua kudanganya kumsaidia. Akamwagia maji. Mnaingia chumbani kwangu mwanamke anaona gani? Wewe subiri. Usiingie. Huyu ni Jin Ming, mtoto wa mkurugenzi. Huwezi kumgusa. Nyie mna upuzi sana. Kwa hiyo mwalifu amekimbilia ndani, mimi mwalifu au? Hamna mwalifu wote hapa ndani. Chumbani kwangu mnaingia kufanya nini? Au mimi ni mshirika na muamili. Piga Sachi. Sachi nakotaka. Mheshimiwa samani kwa tujui kama upo hapa. Wanafahamu ni mtoto wa mkurugenzi Mr. Duke. Kwa anamfahamu babake. Kwa aliishia. Jamaa akasikia wao wameishia. Kwa binti kamsaidia. Ni真是侵犯. Wewe ni mwalifu? What? Yo. Anajaribu kuwa mwalifu bana. Basi kabidi upige story. Lakini usinisaidie na shukuru sana. Kivoto kile. Unaonekana kwamba wewe ni mtoto wa mkurugenzi Mr. Chu. Jina lako nani tena vile? Jina lako nishalisikia. Unaitwa Chu Yu. Umenijuaje? Najua mimi ni mwalifu nishakwambia. Na ninawindwa. Kwa mimi ni mpenda wanawake pia. Mpenda wanawake? Najulikana, najua wanawake wote mjini hapa, katika mji wote nawafahamu. Wala shindo kujua wewe. Wana wazimu wewe. Unafahamu nini kuhusu mimi tena? Najua familia yako, jina lako ni Chuyu. Mama yako alitamani kuzaa mtoto wa kiume, bahati mbaya akaja mtoto wa kike, ambaye alitaka mtoto wa kike awe komando. Kwa hiyo ukawa kijana ambaye wa kike lakini una mambo ya kiume. Na unapenda kupigana vita sana. Kwa hiyo baba yako akakufurahisha unaita vitana. Ukawa unagombania mali na kaka yako. Unajua hilo? Si ndio? Binti akashangaa wewe unanijuaje? Nimesikia kwamba wewe ni mtu ambaye upendi kupitwa. Alafu leo ni kama nimekuona umevaa rafu, lakini unaoga unavaa kama askari. Unaonekana mpenzi wako mmeonana leo. Hajisi umekaa kuja kunywa baa peke yako, utakuwa umekazika na kitu. Uko peke yako, unakunywa mwenyewe.
Au unanuka pombe? Unaonekana unakuja kulewa hapa leo. Mtu akilewa sana maana yake ana mawazo au ana huzuni. Kwa mwanamke utakuwa umegombana na mpenzi wako. Unaonekana mpenzi wako umegombana naye. Wewe nani sasa? Usiniambie mimi nani. Mimi ni mhalifu mpenda wanawake nimekwambia. Mimi siamini hiyo kauli wewe. Mpenda wanawake gani niko namna hii? Mpenda wanawake? Bila shaka ni princess unataka uheshimiwe. Umenisaidia? Kwa hiyo hamna mtakiwezekana. Tutafanya kitu mimi na wewe unaonaje? Mimi kwa nini umenisaidia? Kwa sababu umenipenda, sio? Anyway, mimi sijui kwa nini nimekusaidia lakini nimetokea kukusaidia. Nimekusaidia sijui kwa bahati mbaya roho yangu imetokea kukusaidia tu. Kwa kweli nimegombana na mpenzi wangu leo ambaye nilikuwa namtegemea. Kwa hiyo nitaka nikae sehemu ninyo nilewe peke yangu nilewe mpaka mawazo yangu yaishe. Lakini sikutegemea kama ningeka kwa hii sehemu lakini nikaa nimepitiwa na usingizi nikalewa sana. Licha hivyo namchukia sana huyu mtu mwenyewe. Sawa bure. Ulikuwa umekaa hapa ukaona kama malaika ametokea mbele yako eti. Maneno yako yananifariji. Bila shaka. Imetokea tumekaa nimeweka hapa leo sana. Na kama nimeweka na umekuja, kwa nini tusinywe mimi na wewe tusilewe leo mimi na wewe? Subiri. Kama una mawazo princess, usinihudumie, acha mimi nikuhudumie. Alafu safari hii kuna watu wazuri, kuna pombe nzuri, kuna sehemu nzuri ambayo iko nzuri, kuna sehemu ya samani kuliko hapa. Nje kushauri usisikize sana watu wanaokuja eneo lako. Cha kwanza, unapokuwa na huzuni usikae ukanya peke yako. Cha pili, ni hatari kumwamini mtu usiyemjua. Huu ni ushauri nakupa. Cha tatu, usipende kumwelezea shida zako mtu usiyemjua, jalishi ni mzuri kiasi gani mbele yako. Akiwa handsome kama mimi hivi, akiwa bonge la mtu anayeng'ara kama mimi, usimwelezee shida zako sana. Cha tatu, sogea hapa karibu. Wakati mwingine kuna baadhi ya wahalifu ni handsome kama mimi. Kwa usimkubali mhalifu akiwa handsome kirahisi rahisi sawa. Wengine wabaya watakuua, watakubaka. Unafikiria kwaje kama ingekuwa mtu mbaya ningesha kubaka? Anyway, nitakuachia waini. Mimi nitaondoka. Nitapeleka barua waje kuchukua nyumbani kwenu. Watatuma gari ya farasi kufuata hapa. Unasemaje? Nani masaa mawili. Unaonaje? Shukrani. Wewe subiri. Hawezi kuvumilia nikiondoka. Roho yako inauma unaponiona. Kama tumepanga tukutane mimi na wewe leo, wacha nikusaidie ofa moja. Sababu umeniokoa, wacha nikupe upendeleo leo. Hebu leo tuonane kama iwe siri yetu, mimi na wewe tumeonana hapa leo iwe siri yani. Kwa kuna siri kati yetu tukishaonana kama leo. Okay, sawa. Okay. Sitamwambia mtu wote kama nimekuona. Okay. Alafu angalia kule. Amini na wape mbele ya mwezi ukiwa na ng'ara kama mtoto wa siri. Binti akana angalia ile eneo la maua ya aina ya mwezi. Anajeuka sana hapa. Jamaa ameshaishia. Sasa ameondoka na binti kesha muelewa kweli kweli. Ameondoka. Na binti akamwona kama mtu alikuja kumchangamsha kweli kweli. Amekuja na ameondoka. Binti akujua atamuonea wapi tena. Ila binti alifurahi kukutana na huyu mtu katika siku ya leo, kamtoa mawazo. Binti akaona wanda ni mtu kashushwa kwa ajili yake. Sasa usiku wa leo binti anapewa mafunzo na Rui. Rui anamfundisha jinsi ya kutumia ufadi. Fanya haraka. Akiso na mjeruhi mpinzani, sio anamuonea huruma. Twende. Anamfundisha kutumia kisu. So mbaya, mwajitahidi. Nipatie Rui, katika wanafunzi wako wote mimi naonaje kwa mfano? Mimi na Litong nani iko vizuri? Wewe uko makini na ni mjanja, ila shida yako moja tu. Wewe una uivu. Wakati ule wanakuja, mpumbavu, ukutuma kazi unakaa na wanawake baa, unawazimu. Binti akitoa siri itakuwaje? Ni binti mdogo. Sikia nikwambie, usiogope. Ninamjua binti vizuri. Kwa nini simuona macho yangu nilipomwangalia hajadanganya? Binti hawezi kumwambia mtu yote kama ameniona. Hawezi kutoa siri kwa mtu yote kama ameniona. Na wakishia na mwamini binti mwenyewe ashanipenda kwanza. Anyway,
撤离路线的， Nimetambua njia ya kutotokea nje. Ipo pande ya ukutani. 能看到是 Nje ya tempo kuna sehemu nyingine kuanzia sasa hivi. Tutatumia njia ruhusi mtu kuingia pale ndani nasikia. Na amri imetolewa kwamba tempo lisifunguliwe tena. Kama ni hivyo, 这事就更麻烦了。 tutakuwa tuna shida sana. Tempo limefungwa, ruhusi mtu kuingia. Itakuwa ngumu kumtoa mfalme. Ikabidi wabuni mbinu nyingine tena. Siku mengi jamaa anajisikia vibaya kweli kweli. Usiku umeingia, jamaa anajisikia vibaya kweli kweli hapa. 如意， Rui, 还在为攻塔的事情发愁。 wao tunahofia kuhusu lile tempo. Asema ndio. 这什么？ Rui alimfuata usiku kampikia angalau mkate. 猴子 Asema akawa kuna ulinzi umekuwa mkali sana katika hii sehemu. 病的， Ni kama ile tempo limefungwa. Osja limekupikia chakula kizuri, kula kwanza tawaza vingine baadaye. Hii ni keki ya nini? Hii ni keki nimepika maua. Naipasha jikoni, ilikuwa imekaa baridi sana, kwa nimeweka moto kidogo kwa ajili yako. 你和 Imetengenezwa na maua ya blossoms. 仔细闻， Keki ambayo inatoa harufu kwa harufu ya mfumo ya maua ambayo yanafaa kuliwa. 好像 Haya, harufu nzuri. Alimpatia basi aweze kula. Basi wakawa nakula pale. Mkate kaupika Rui mwenyewe leo. 对的， Anasema ni ladha ya katikati, yani sio nzuri sana, sio mbaya sana. Ladha ya katikati. Na kutania bwana. Mkate huu ni mzuri. 拿走。 Karibu sana. 看你今天 Unaonekana na mudi nzuri sana leo. Imekuwaje mbona kama umechangamka sana? 我想明白， Hasa nimetambua jinsi ya kusuluhisha swala la watu wangu ambao ni wauaji wenzangu. Kivipi? 毁掉朱一卫的名， Ili kuweza kuondoa wauaji wasiwepo tena katika lile eneo, inabidi uchome listi majina yao, taarifa zao zote ziweze kuchomwa, na baada ya hapo nimeongea na Deng Hui, 李莎， basi achukue jukumu la kuweza kusaidia. Kama jukumu alikusaidia na alikusikiza wewe akaamua kuwatetea watu wengine wasife, onekana Deng Hui pia sio mbaya, sababu alikuwa tayari kukupa ushirikiano ili wauaji wasiuawe siku ile. Deng Hui huenda sio mbaya. 我家如意， Rui wangu amekuwa vizuri sana kipindi hichi, sitegemee hivi. Kwa vizuri kweli kweli. 那就把我 Basi nitagawana wema na wewe nusu kwa nusu. Kama utakavyo, mimi nitakusupport mafanikio mema. 禀道公主， Anasema maneno yako mazuri kweli. Sio mbaya. Mafanikio mema. 一个人去啊， Je, utaenda peke yako? 杨汇报， Niko na Jin Maniang, tutafanya hii kazi. 多少？ Utafanya lini? 我想在你们攻塔 Nafikiria nifanye hili tukio la kuvamia katika kambi ya wauaji siku ambayo nyewe mnavamia kumwokoa mfalme. Ili wauaji wamegawanyika. Fanye vurugu mara mbili ili kuwapunguza makini. 攻塔的方法还没想到， Bado sijajua njia ya kuvamia ndani ya tempo. 我们呢 Mpaka sasa hivi, ile tempo liko na ulinzi, bado sina njia ya kufanya. 还能成功上塔的方法。 Mafanikio ya kuvamia tempo ni madogo sana. Kumtoa mfalme ni kazi ngumu kweli kweli. Lakini akaona mkate huko hapa. Alipoona mkate akapata wazo. 一品、桃、李、 Kuna miti 一代、 ya maua ya blossom kando kando ya tempo 道人， ambao umepikia huu mkate. Unamaanisha nini? Ngoja, 等下， subiri kidogo. Kwa ramani ya tempo kuna hii miti ya blossom umepikia keki. Iko pale. Nimepata mbinu. 我记得你跟我说过， Nimekumbuka uliniambia kwamba 阿姨， pembeni ya tempo kuna magereza ambayo ya pembeni, si ndio? 你想 Kwa nataka uvamie tempo ili mfalme ahamishiwe katika gereza lingine ili rahisi kumtoa. Ndio. Anasema cha kufanya, tunavamia tempo, tunazuga ili wamhamishe mfalme. Mfalme akihamishwa gereza wakamuokoa kwenye gereza lingine. Sasa wakapanga njama kwamba njia pekee ya kumfanya wamtoe mfalme kwa tempo, wavamie ili tempo, waeke vurugu ili mfalme hahamishwe. Kwa plani yao wanavamia ili kuwafanya wamhamishe mfalme. 给殿下照常出。 Wakati huo upande wa pili huku wanachonga maski zingine. Binti kaitwa na mfalme aende kuwasalimia mawaziri. Kabidi binti aende. 怎么样？ Kiza, mimi navaa. 鳄鱼吗？ Nipe sura kama ya Ningzo. Sasa hao watavaa sura kama Ningzo, watakwenda kumuona mfalme. Wakati huo Ningzo anakwenda kuvamia kwa tempo. Unaona? Wanavamia kwa hili tempo ili wamhamishe mfalme. Sasa wanafanya ambush. Wakati huo upande wa pili binti anakwenda kumuona mfalme. Sasa hao amevaa kama sura ya Ningzo. We, usichekecheke ovyo, Ningzo achekagi ovyo. Hao amevaa sura. Wakati hao wameenda kumuona mfalme, hao wengine wanavamia tempo. Jamaa akaona kia Ningzo tu wako hapa. Jamani, kama tulivyopanga tunaenda moja kwa moja kuja kunywa baa leo. Tunaenda tukanye kidogo, tuende nyumbani. Kwa anaenda baa kwanza. Huku mpelelezi anaangalia akaona kina Ningzo tu wako hapa. Akapeleka signal. Kina Ningzo wako hapa.
Kumbe kina Ningzo hawapo hapo, hao wamevaa sura. Kina Ningzo wako huku. Unaona? Sasa wanaingia kwa temple. Wanavamia temple. Lengo lao ni kufanya mashambulizi ili mfalme ahamishwe, apelekwe sehemu nyingine iwe rahisi kumwokoa. Kwa plani ya kwanza ni kuwafanya waogope, wamhamishe mfalme kwenye hii sehemu. Panda mpaka juu mzee. Sasa wanafanya vurugu ili mfalme hahamishwe. Unaona? Fanya mashambulizi. Walikata kamba pale. Kengele zinapiga namna hii. Vamia! Wauaji! Kwa walinzi wanapungua upande wa ndani. Hii itasababisha iwe rahisi kumhamisha mfalme atoke. Mfalme akajua ndio leo nini? Na ukolewa leo nini? Niko huku. Kuja hapa wewe. Unaenda wapi? Twende. Mfalme akahamishwa. Vamia! Mwana kuchinja unaenda. Anapanda mpaka juu. Kata. Na kata unapanda unaenda juu na mne. Mwana kukata unatembea. Feka. Asa unaenda mpaka ndani hapo. Shaki ngoma namna hii. Faster. Wawaji. Walinzi wanazidi kuongezwa. Piga makombola. Toa makombola yale. Mabomu yapigwe pale. Wakashuka chini chap. Waharibu hii sehemu la misho mfalme. Piga mishale. Mishale ya moto napigwa juu. Ili temple limejengwa na mbao. Kwa ni rahisi kuungua lote. Moto! Kuleta vurugu mzee. Mfalme akatulizwa. Anataka kuleta vurugu. Maji anaenda kuzima moto mzee. Moto umekuwa mkali ndani. Moto unawaka kwa temple. Hapo. Tuondokeni. Umesababisha moto hapo unaishia. Kata ngoma. Tawanya pale pale. Kwa njia hii itafanya ondoke. Mabomu hayo tupa. Haribu ile temple makusudi ili mfalme ahamishwe. Unaona? Mfalme akaona upenyo ndio huu mbele. Katwa. Wacha. Pamoja waondoka. Mfalme ahamishwe. Walifanya vurugu, bado wanafunika hapo. Kuna mtu peleka mzigo mbali. Nguo zipelekwe mbali. Washafanya vurugu kutosha. Mpa hela jamaa peleka mzigo mbali. Kazi imeisha. Huyo mtu akapeleka nguo sehemu nyingine, alafu nao akaenda sehemu nyingine. Hata Sisha akapita njia yake aingie baa kwenda kunywa. Wakati Sisha anapita katika hii mitaa, akaona watu wanapiga pombe nini? Alikuwa na hamu ya kunywa leo Sisha. Pombe zanukia harufu nzuri. Anacheki hela, amepoteza hela. Hana hela. Hapo binti alikuwa anapita hapa, bahati mbaya binti akamuona. Binti akafurahi, binti alikuwa anamtafuta. Nakumnulia kinywaji usiogope. Sasa una hela, nikutoe out. Ni wewe tena. Asamani. Binti akanamfuata. Hata binti kashampenda kwa hawezi kumwacha. Wakati huo Deng Hui kafika. Kiongozi wa wauaji kafika hapa, kapewa ripoti temple imevamiwa. Mheshimiwa, mfalme huyu yupo ndani. Ila wauaji tumewakosa. Ila huu mshale umeachwa na wauaji. Huu mshale una sumu ya nyoka mbele. Asema hasa watu wa kitengo cha kijasusi. Watu wa kitengo cha kijasusi walikuwa bado wako nyumbani. Hasa watu wa ufalme wa huu itakuwa ni mtu mwingine. Watu wa ufalme wa huu hawana nia nzuri, haikuwa na nia mbaya na mfalme wao. Au itakuwa ni watu nje ya ufalme. Chunguza. Wakahisi ni watu nje ya ufalme, maana kina Ningzo walionekana wako sehemu nyingine. Mfalme amekaa hapa ndani na mawazo, alifikiri leo anaachiwa, kumbe leo alifikiri leo anatoroshwa, kumbe sio. Deng Hui alikuja, Deng Hui kiongozi wa wauaji. Alimfuata hapa. Mkuu, tumegundua huu mshale ulikuwa watu wa kitengo cha... Anasema hii sio kitengo cha kijasusi na kijua. Ni watu wengine kutoka ufalme wa huu wanania kumuua mfalme. Mfalme, naomba nikukumbushe. Huu mshale wenye sumu ya nyoka ni jeshi gani kule kwako linatumia hii? Huyu ni Danyang huyu. Danyang katuma watu waniue. Bahati mbaya ili tempo liko na ulinzi mwingi sana. Inaonekana ndugu yako anakuchukia sana. Mpaka tuma wauaji waje kukuua. Kwa bahati mbaya inaonekana kama kuna watu wapendi rudi nyumbani ukiwa hai.
一下伤亡人数。Hebu hesabu majanga yaliyotokea hapa na turipoti kwa mfalme. Mheshimiwa, 等一下的头七，公 ni siku 7 zimebakia ili tempo alizofanya ibada katika ile eneo. Lakini Dengui akawa na wasiwasi, sio kirahisi namna hii. Inavyoonekana kwamba sio watu wa kitengo cha kijasusi, lakini inawezekana ni watu hawa. Dengui akawa na mashaka, huenda ni watu hawa. Mfalme akafikiri ndugu yake anataka kumuua, kumbe ni kina Ningzo. Mfalme alikasirika kinoma na kama atakama ni kifa, sitakubali uende kirahisi wewe Danyang. Danyang alijua leo anatoroshwa, mpango wake umefeli. Mfalme ana hamu ya kutoka tu hapo. Sasa kutoka pale, ili eneo la urembo mwingi sana. Sasa Sishang aliletwa out na binti, akawa mtaki, binti anamfuata. Sasa binti kashampenda, alafu anamkwepa binti. Ameshajua binti anamhitaji, lakini yeye anamkwepa. Ni lao跟着 Mbona nifuatafuata wewe? 你又来采花？ Basi mpenda wanawake? Haikuhusu kama napenda wanawake, ni biashara yangu, haikuhusu, usinifuate. Kama subiri. 你再 Naomba tukalewe leo mimi na wewe basi. 陪你和 Nitakulipia mimi kila kitu. 关键 Bili yote ni juu yangu mimi. Hata kama ni muuaji, hata kama mpenda wanawake, niko tayari kwenda na wewe kote kule. Kweli? 也是吧？ Kama utaniua niue tu. 不行，没得事。 Ukisha niue niue nikishalewa. Nakuomba twende basi. Binti aliomba sana aondoke wote. Mimi 我那天听你的， nimekusikiza maneno yako jana ulioniambia. 等我回了家， Nimejisikia kama vibaya sana moyoni mwangu. Nataka twende wote. 我这几天晚上， Na sikuweza kulala hizi siku kabisa. 今晚我也不， Leo nilikuwa nimepanga nije nikae nitembe. Nikakuona pale, bahati mbaya nisingekuona tena. 我求 Tafadhali kama binadamu mwenzangu twende basi. 收 Acha kuwa hivyo, naomba tukalewe tu wote. Binti akanaomba kampani yake leo. Jamaa akamwangalia binti akishamtaka nini. Jamaa ako naye akisikia mtu kampenda na furahia. Akaona hii mbona kama azali. Twende. 这边走， Twende njia. 这么和你说， Usijali. 一般 Hiyo pombe na vitu vingine vote 想醉死， na hamu pia kulewa. 去个 Ningependa twende kwenye sehemu nzuri kuliko ya mtaa huu. Kuna sehemu nzuri ambayo nikupeleka utalewa vizuri, twende. Jamaa anasema anajua sehemu ambayo ina starehe zaidi. Akamtoa binti nje ya mji. Ndio sanga huku msituni. Kuna baa gani huku msituni? Sasa akamleta kwenye ile jumba la Jingsha. Hii ni sehemu baa ya siri ambayo watu wengi wanaipenda. Ni baa moja kubwa afu ya siri, haionekani ovyo ovyo. Kufika hapo ukifikiri utafikiri ni msitu, kumbe sio msitu. Unaingia hapa chap. Hii ni baa wanaijua wauni tu. Baa ya wauni tu. Hii sehemu gani umesema hii? Mbona kubaya? Akaambia sijali, mlango wa pili. Utafikiri ni tempo, kumbe sio tempo. Kumbe ndani ni bonge la baa mzee Brozel ya maana. 第二回没？ Binti kufika hajai kuona baa kubwa kama hii. Wao ukiiona unaweza kufikiri tu ni tempo, kumbe ndani ni baa moja kubwa sana. Hii sehemu wanakuja watu wanaifahamu tu. Sio sehemu mbaya. 那我就让你开开眼。 Bila shaka leo utafikia lengo lako. Leo utafurahi mpaka stress zitakutoka. Mawazo yataisha, njoo. 两间 Njoo nikutembeze. Akamtembeza binti kila sehemu. Sehemu imechangamka kweli. Sehemu ina mzuka wa kutosha. 我的舞女 Binti akaona akija kupiga vyombo hapa ni fresh. 漂亮，哥哥今天带你好好玩玩，那边可以赌。 Pale ni sehemu ya kubeti. Pale ni kwa dansa wanawake. Usiende huko, sio kuzuri kwako. 有很多 Hapa kuna kila aina ya starehe kwa hapa. Kwa hiyo ukifanya makosa utapotea. Kwa unakujaga mara kwa mara? Bila shaka. 全天下 Hii sehemu yangu mimi napenda kuja duniani, sehemu tamu kama hii. Vyakula vizuri, pombe tamu, wanawake wazuri hapa, kila kitu. 天下被他伤， Bila shaka anaumizaga mioyo ya wanawake huyu, usitembee naye. Jimani yangu alikuja kumwambia. Anaumizaga mioyo ya wanawake huyu. 你怎么在这儿？ Kwa nini umekuja tena hapa? 是这儿的老板。 Mimi ni boss wa hii sehemu, kwa nini nisije? 小姑娘，
Wewe binti, nimesha kuonya. Huyu jamaa anaumiza wanawake kila siku hapa ndani. 这个人 Jaribu kumwona ni mtu mzuri, sio mtu mzuri. 都骗我， Ni muongo, ashe kundanganya mpaka mimi. Kwa ni mnafiki na muuni fulani. 我知道。 Najua ameshaniambia kwamba yeye anapenda wanawake, anatesa wanawake. Yeye ni mhalifu mpenda wanawake. Ameniambia vyote. Nimeridhika hivyo hivyo. Kuja naye hapa. Umesikia? Hujashangaa? Ameridhika, hujashtuka? 这姑娘 Binti anapenda wanaume kama mimi, tunaopenda wanawake. Binti anapenda wanaume kama mimi. 上床， Anapenda wanaume wa kama mimi. Naomba jagi 3 za pombe na chakula kizuri. Twende Brembo. Binti akaona amekuja pale, basi hamna shida. Basi tuingie katika Taiban. Katika hii sehemu leo Ding Hui alimuita Kamanda Ningzo. 今日邓指挥使 Kamanda, kwa nini umeniita hapa leo? 有何贵干？ Kuna shida gani? 宁大人何必这？ Kwa nini unajifanya hujui kinachoendelea Kamanda? 只 Leo siku nilisikia ulikuwa kule nje ya jumba la kifalme na vitu vingine. Naelewa vitu vingi sana hapa. Mara ya mwisho ulinisaidia kuniambia nishushe kamba chini, watu wangu hawatakufa. Wewe ndo mtu wa kwanza kuniambia nisaidie watu wangu kwa kushusha kamba chini ya koromeo hawatakufa. Na mpango ukawa vizuri. 不正是这？ Hii ni kazi yako ulifanya, kitengo cha kijasusi najua. 再说， Licha vyote, 宁大人的身高 wewe ni mtu mzuri sana, alafu unafahamu kabisa vitengo vyote vina uadui. Sio rahisi kukutambua kwa haraka. 原来是这儿露馅了。 Kwa hiyo umeshanijua mimi nani, ndio maana ukaja. Kisa nilikwambia siku ile. Kumbe ulinitambua. Kama nilikutambua ile siku uliponinong'oneza. 一位和六道堂是死敌， Kitengo cha wauaji na kitengo cha kijasusi ni maadui. Kwa nini umenisaidia siku ile? 我是六道堂 Mimi ni kiongozi wa kitengo cha kijasusi. 注意， Nafahamu unapokuwa kiongozi wa kundi fulani, usingependa watu wako wafe. Kwa hiyo nikakupa ile mbinu ya kushusha kamba chini ya koromeo, watu hawatakufa. Kwa hiyo nilikusaidia kama kiongozi nayeelewa umuhimu wa watu wako. 既然得到宁 Kama na moyo wa ukarimu kwangu ulinisaidia, nami naomba nikukarimu leo kwa sababu ulinisaidia, 事情， nami nitakusaidia kitu kimoja leo. 永安他今日遭 Hata kama wauaji wameshindwa kuvamia lile tempo na kuenda kufanya mashambulizi, 胜 lakini mfalme alikuwa yuko tayari kumhamisha mfalme wenu sio muda mrefu. 报 Nitaripoti kwa mfalme 周一 ili mfalme wenu aweze kuhamishwa kwenye gereza la kawaida. 太君 Kwenye gereza la kawaida wauaji wanakuwa hawalindi, 没有注意， na kwa kuwa analinda pale ni wafanyakazi wa askari wa kawaida wa kifalme. Kwa hiyo itakuwa rahisi wa kumwokoa mfalme wenu. 应该能方便， Haijalishi umechagua kufanya kitu gani, mtaamua juu yenu wenyewe. 这算不算 Je, 一个 hapo unaonaje kumhamisha mfalme ili mumuokoe kirahisi? Nashukuru, nimekutendea wema. Kama ni hivyo, 了解？ unakubali kwamba wewe ndo ulivamia na watu wako jana tempo, Yo. mkafanya vurugu, sio? 邓大人说， Kama ukisema hapana ni hapana, na kama ukisema ndio ni ndio. Maana yake ni sisi labda. Unajuaje? 好， Nilijua tu ni nyie. Sasa 一事不解， kwa jambo moja sijaelewa bado. 北盘人秘密入关是 Kwenye mji wa Beipang kuna njia za siri ziko nyingi sana. 这事都 Ni kweli? 无疑。 Huu kweli ni ukweli unataka kusema. 哎， Kama ni hivyo, Ndio. nafasi yenu ya kushinda itakuwa kubwa sana. 看 Na uenda tu kama rafiki baadaye katika vita ijayo. 为这事儿， Labda 我们得 hebu tunywe leo kama sehemu ya ushirikiano wa kimya kimya, japokuwa na kusaidia, lakini kumbuka, 但是在 lakini mpaka huo muda ufike, sisi bado ni maadui. Najua sisi ni maadui kitambo, huo muda ufike. Haya, jamaa yako naye kamlewesha binti kweli kweli. 他说的相敬如宾， Anasema kiukweli, ameniambia mpenzi wangu aliniambia tuheshimiane tu kama mtu na ndugu yake, lakini hamna upenzi katikati yetu. 谁知道他的意思 Najua kama alimaanisha kauli zake yule mwanaume. 就只是两个人客客气， Kwa nini asiwe mzuri tu kwangu? 他心里早就有， Kila siku ni mtu anampenda mtu mwingine, kumbe moyoni mwake 就心里难 najisikia huzuni sana, 过。 lakini 我 nashindwa kujisaidia. 张不了嘴。 Huwezi kusema kitu kirahisi kama hicho binti. 你就是有点喜欢他。 Wewe ndo umempenda kidogo. Sasa kwa nini unaumia kati umempenda kidogo?
其实可能我也没 Kwa sababu sio kama mimi simpendi, kwa simpendi. Umeanza kumpenda, sio? Naelewa maumivu yako. 我也生过很多想娘子的心。 Mwanamke akivunjika moyo hapa na pale, wewe tunaelewa kwamba anakuwa analia. Kwa nini mnyi wanaume wabaya hivyo? Kwa nini anakuwa mzuri kwangu alafu baadaye ananivunja moyo wangu? Umeanza kumpenda alafu ananiumiza. Amenifanya mimi nimuelewe. Basi usilie. 哎呀，是这样。 Ni kama hivyo, sikiza iko hivi. Ni kwa sababu wewe ni mzuri na una kitu. Ndio maana akaonekana kuwa mzuri kwako. Hata una kitu cha tofauti ndani yako. 这种不同的。 Hebu angalia jinsi ulivyokuwa. Uko vizuri. 对你。 Ndio maana akabidi awe mzuri, alishindwa kujizuia. Akaamua kuwa mzuri kwako kwa sababu una uzuri fulani. Muongo wewe. 我要是骗你， Kama ninakudanganya, 再 hauna njia yote ya kumdanganya mwanamke katika hii sehemu. Anyway, sikiza. 你看， Angalia. 咚 Mtu kama anadanganya, moyo wake unakuwa unadunda polepole. 咚 Mtu kama anadanganya, moyo wake unadunda haraka haraka. Mimi nimeongea ukweli, moyo wangu unadunda kawaida. 是不是？ Unasikia? Moyo wangu unadunda polepole. Kama nimedanganya, ungedunda haraka haraka. Mtu akiongopa, moyo unadunda haraka haraka. Sikiliza. Moyo wangu unaonaje? Mara moyo unaongeza spidi. Manake kadanganya. Binti akamwangalia huyu vipi? Moyo unaongeza kasi. Binti alipomwangalia, naye akaanza kujikuta anazama kumcheki binti sana. Sasa sijui naye kampenda binti vipi, sijui bado. Bwana, ilikuwa sehemu ya 29, tukutane sehemu ya 30.